Shalom shujaa wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu ametupa tukutane. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mweza yote. Yeye ni Mungu ambaye hakuna jambo gumu kwake. Na unajua jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba na uweza wake huo wote anakuwazia wewe mawazo mazuri. Anawaza kuhusu kukupigania, kuhusu kukushindia vita vyako, kuhusu kukupa mlango wa kutokea katika kila changamoto unayopitia. Lakini ili yeye aweze kujionyesha zaidi, aweze kudhihirisha nguvu zake upande wako, ni lazima wewe usimame katika nafasi yako. Lazima usimame katika wajibu wako. Na ndio maana kwangu mimi hii ni heshima kubwa sana kuweza kuleta kwako ni nini ulio wajibu wako kwa Mungu, ili umruhusu yeye akupiganie, akutetee. Maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Neno linatuambia mara tu tunapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunabadilishwa asili ya ndani, utu wa ndani unabadilishwa kutoka kuwa mtu wa kawaida tu, bali tunabadilishwa na kupewa asili nyingine yenye nguvu za kiungu ndani yetu. Ndiyo maana neno linasema katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12, kwa wote waliompokea Yesu walifanyika wana wa Mungu. Baada ya kumpokea Yesu, kuna nguvu ambayo Mungu anaweka ndani yako. Ni nguvu ya kufanya mambo makubwa. Lakini jambo lingine pia ambalo tunalipokea licha ya nguvu, tunapokea mabadiliko ya kitabia. Tunapompokea Yesu, tunapewa uwezo wa kuushinda mwili. Kwa hiyo tunakuwa sio watumwa tena wa hisia au mwongozo wa tamaa za kimwili. Ndiyo maana utakuta hata katika mtaa au mitaa tunayokaa, tunapoona mtu anakuwa na mabadiliko fulani, yamkini labda alikuwa ni mtu mwenye lugha chafu au mtu aliyokuwa anafanya mambo yasiyokuwa mazuri, tukamwona amebadilika, ameanza kuwa mwema, ameanza kuwa mstaarabu, amekuwa mtu anayeweza kutegemeka, mtu mzuri, watu wanakuwa na utani kuanza kusema labda umeokoka. Ni kwa sababu inafahamika mtu yoyote aliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tabia yake imebadilika. Haenendi tena kama watu wa dunia. Kama alikuwa ni mtu wa kutukana zamani, sasa anabadilika. Kama alikuwa ni mtu wa kutumia kilevi zamani, sasa anabadilika. Kama alikuwa ni mtu ambaye hana sifa njema, sasa anabadilika. Kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ina maana umeuvaa utu upya ndani yako, yaani roho yako imezaliwa upya. Na kwa sababu tumezaliwa upya, hiyo inamaanisha hakuna sababu tena ya kurudi katika tabia za kale. Hakuna sababu tena ya kurudi katika desturi za zamani. Tumeshampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, basi tuenende katika namna impendezayo Mungu. Kumbuka, sisi tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Na kwa vile tu watoto wa Mungu, lolote tunaolifanya linamwakilisha Mungu wetu kwa watu wengine. Watu wanapoangalia namna tunavyoenenda, wanaweza kumuona Mungu wetu. Namna ambavyo tunajibu watu, namna tunavyoonyesha upole kwa watu, watu wanaweza wakamuona Mungu wetu. Kwa hiyo nitoe himizo hili kwako wewe shujaa Bwana. Kwa sababu umeokoka, kwa sababu umemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi ni muhimu pia kuangalia namna gani unaenenda katikati ya mataifa. Usipende kuwa mtu wa kurejea tabia za kwanza. Zamani kabla ya wokovu ulikuwa ni mtu wa hasira. Sasa umeokoka, lakini bado mara moja unapenda kupandisha tena hasira. Au yamkini zamani ulikuwa ni mtu wa mazungumzo yasiyofaa sana. Sasa umeokoka, bado unakaa katika vijiwe na watu ambao wanaongea maneno mabaya na wewe unaonekana kufurahia. Badilika ndugu mpendwa. Neno linasema kwa sababu tumeokoka, tumefanywa kuwa viumbe vipya. Hakuna sababu tena ya kung'ang'ania tabia za awali ambazo hazimpendezi Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe tunao wajibu, na huo wajibu ni kuenenda sawasawa na neno la Mungu. Tuonyeshe kwa ulimwengu mzima ya kwamba sisi tumebadilika na sisi hatupo tena kama zamani. Tabia zetu zimebadilika, mwenendo wetu umebadilika, na hapo tutaonyesha kwa watu wote namna gani wokovu ulivyo mzuri hakika. Kama umebarikiwa na somo hili, basi nataka tushiriki maombi haya kwa pamoja. Ni maombi ya ukiri, wewe utasema nyuma yangu. Haleluya. Asante Baba yangu wa mbinguni
kwa kunifanya kiumbe kipya. Ndani ya Yesu mimi nimevua utu wa kale na kuvikwa utu mpya wenye namna na nguvu za kiungu. Haleluya. Amen.